Siku ya leo tuko na dakika zetu 15 ambazo za neno, na nataka niweze kutazama kupitia kwa kitabu kile cha Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 3. Neno la siku ya leo nataka kuongea juu holding of the word of the promise. And katika Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 3 Biblia inasema, akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani, ukajifungie mlango wewe na mwanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukajitengee. Basi akamwacha akajifungia mlango yeye na mwanawe, hao wakamletea vile vyombo, na yeye akamimina. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo, mafuta yakakoma. Hili neno linatufahamisha na kutufunulia kitu hapo mwisho. Mafuta hayakukwama ndio akatoa vyombo, bali vyombo vilisha ndio mafuta yakakoma. Yaani kwa ufupi, neno la Mungu halina kupungukiwa. Wanadamu ndio tuko na upungufu, lakini neno la Mungu halina kupungukiwa. Unaweza kulitumia likakusaidia kiwango kile unachokusudia, na haliwezi kuwekea kipimo. Neno la Mungu ni eternal. Neno la Mungu halina mwanzo wala mwisho. Hilo ndilo mwanzo na mwisho. Liko na power ya kufanya mambo zaidi ya vile ambavyo mwanadamu mwingine alifanya. And that's why ukiangalia katika neno hilo linakuambia mtu mwingine aliingia katika wokovu na akatumia neno la Mungu akafika kiwango fulani cha maisha. Haimaanishi hapo ndipo neno la Mungu lilifika. Inamaanisha yeye kama chombo ndio alikuwa na uwezo wa kujiachilia hivyo. Kwa hivyo kwa kiwango kile alichojiachilia, Mungu alimjaza kwa kile kiwango, na kikakwamia hapo kile kiwango. Mafuta yalikwama, vyombo vilipoisha. Hii ni ishara ya kutuambia kwamba sisi tulio watu wa imani tupanue imani zetu zaidi, ili Mungu azidi kumimina mafuta zaidi kwa ajili ya utumizi mkubwa wa kazi za mbingu duniani. So it all depends on how you open your spirit to the anointing of the Lord. It all depends on how you open yourself to what the Lord has for you. Hii ni ishara kabisa kutoka Biblia inasema sisi ni vyombo na tujitakase, sawa sawa na kitabu cha Timotheo. Tujitakase ili tukatumike katika matumizi ya shida. Hii inatufahamisha kwamba you can expand on your faith. You can increase, kwa sababu imani yako ni upanuzi wako wa kuweza kupeana nafasi ya utumizi wako na ulimwengu wa kiroho. Faith is holding on the word of God that carries the promises of God no matter the situation. Holding on it. Imani ilikuwa na uhakika. Kwa hivyo imani ni kushikilia lile neno la ahadi la Mungu bila kuliachilia liondoke wala liende, na kukaa na kuliangalia kwa ndani na kwa kina, ili unapoliangalia mawazo yako yanapanuka zaidi na kumtizama huyo mwenye hizo ahadi kwa ukubwa wake. He is unlimited. He has no beginning, he has no end. He is that end. So wakati unapoongea juu ya neno lolote limetoka kwa Mungu, ili lile neno liweze kufanya kazi kwa ukubwa, lazima uweze kumtizama huyo Mungu alilinena ni mtu wa aina gani. Is God who can never be defeated. So katika mstari wa leo hapa ya kwamba mafuta yalikwama kwa sababu vyombo vilisha. Hii ni kwa ajili ya sisi wokovu, ya kwamba Mungu anatutazamia tuweze kupanuka as much as possible, tuweze kujiachilia kwake kwa kiwango ambacho hajatuwekea mwisho, limitation. Yesu anasema ya kwamba mtakapoamini mtafanya mambo zaidi hata na yale niliyotenda. Hii ni ishara kwamba it is possible if you believe, and believing is holding on the word of God and the promises of God no matter the situation. Ukakalia kwa neno la Mungu, kulishikilia na kwenda nalo
na kukaa kwa hilo na kuamini kwa hilo mpaka kuhakikisha kwamba kile ambacho kilichonenwa, kwa sababu kuna wakati katika kile maana neno na si mwongo kimetimia. So huyu mwanamke alichukua vyombo na akaambiwa asitake vichache, kama vile tunaambiwa sisi wakati umeingia katika safari na Mungu, basi jifungue zaidi, jipanue zaidi, ask for more knowledge, ask for more wisdom, ask for more understanding of this world. We meditate on God. The more you meditate on God, the more you expand on your spiritual realm, ili uweze kuaccess mambo ya Mungu kwa ukubwa. Kwa hiyo Elisha na huyu mwanamke anatufunulia na kutuonyesha kwamba God is not limited and God is ready to serve anyone according to how huyo mtu alifungua uwezo wake wa kutumikiwa. Remember, huyu mwanamke mume wake alikuwa ni nabii, na wakati alipokuwa ni nabii, Elisha anamwaproach huyu mwanamke na anamwambia kwamba taka vyombo na sio vichache, na ukalifungie kwa chumba chako. So solution ilikuwa na wao kutoka katika realm ya faith, na katika kiwango kile ambacho alichokuwa ame-access vyombo ndicho kilimpatia suluhisho lake. Kwa hivyo kama mume wake hakuwa na uwezo wa kujiachilia kiasi hicho kwa kiwango cha miujiza, basi huyu mwanamke alifungua kiasi fulani, lakini haimaanishi kwamba yale mafuta ndio yalikuwa yafikie pale. So God can give you a place to rule, lakini inategemea na vile mawazo yako yanafungua ili kurudi hiyo place. Mungu anaweza kupatia upako akakwambia nenda mahali fulani utatawala. Kibiashara utatawala, kijamii utatawala. But ukiingia pale kuna ku access mawazo, chombo. Akasema taka vyombo, mawazo ni chombo na roho inaingia kwa hiyo mawazo ili ifanye praise God. Mawazo yanakaa kama chombo na roho ndio inafanya kile chombo kiweze, inajaza kile chombo. Kwa hiyo when you are in a business realm, lazima uweze kupata mawazo ya kibiashara na uwe tayari kupanuka, na roho ataingia kwa hiyo akiwa anafanya anakufanya uweze ku access blessings for life. In ministry, Mungu akikuita lazima uweze kusoma the word, because ili ndio wazo na roho Mungu anaingia kwa hiyo wazo la Mungu. Katika neno la Mungu unapojipanua, Mungu anasema nataka kukutumia kwa kiwango hiki. Basi lazima na wewe tayari kupanua capacity ya mawazo yako na vile kuna reason neno la Mungu. The deeper you spend time reasoning in the word of God, basi ndivyo unaenda mbali. Jana tumesema, nilikuwa naongea kwamba kama vile mti unavyopandwa na kuchukua mizizi kwa ndani, ndivyo ambavyo neno la Mungu lilivyo linachukua mizizi kwa moyo wako kwanza lianze kukua. Kwa hiyo inatuashiria kwamba the more you meditate, the more you open yourself to the use of the spiritual realm of God. So huyu mwanamke kama vile ambavyo anavyosimama kwa nafasi yake, hakupewa kulingana. Mungu akishakupatia, anasema akapewa talanta 10, mwingine 5, mwingine 2, akaenda zake yule bwana. Akapewa talanta 5, mwingine 2, mwingine 1, yule bwana akaenda zake. Alipoenda, anointing wako nayo, ability ya kufanya wako nayo, ni wao sasa waweze kuwa na mawazo ya kupanua. Kwa vile Yesu anatuambia whatever you have been given, now it works with knowledge that you access. The Spirit of God cannot work without the knowledge of God. The Spirit of God, Roho wa Mungu anategemea neno la Mungu kukamilisha mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Kwa hivyo sisi vile tulivyo, mawazo yetu ni chombo. Kwa hivyo hapo kwa mawazo lazima uweze kujitakasa katika hali ya kujua. Na kujitakasa si kusema bali nifanye kwa sana. Kujitakasa ni kuchukua ukweli wa Mungu ambao utapinga uongo ambao uko ndani yako. Na nikisema uongo, limitation, thoughts of limitation. Mawazo ambayo yanakaa kama yako right, lakini ukiyachunguza kwa fahamu ya Mungu, hayo mawazo ni ya kiwango cha kibinadamu. Hayana uwezo wa kuweza kukufanya uweze kupasiu ama kwenda katika viwango vikubwa ambavyo Mungu alivyokuwekea kwa sababu ya limitation ya thoughts. So this morning, the thing ambayo na kusudia uweze kutambua is how to teach yourself to hold on the word of the promise. Kumaka vile ulivyo, because unaweza kuwa na neno, unaweza kuwa na suluhisho kama ujifungie kwa chumba. Lakini ukijifungia kwa chumba, je, wewe umejifungia kwa chumba lakini uko na vyombo mahali ambapo mafuta yatamiminiwa? Maana unaweza leo ujifungie kwa chumba na
aliambiwa jitakie vyombo vingi uwezavyo, usijitakie vichache, because the anointing is there. Pastor vile alivyokutumia na Mungu kwa ukubwa inategemea na vile ana spend time yake na Mungu, na vile ambavyo ameamua Mungu advance ndani yake. Ile tabia ya wokovu kusema na ngojea Mungu wakati wa Mungu, and they are doing nothing, they are not preparing, there is nothing that can happen. Hakuna kitu kitaendelea. Maana kama unamngojea Mungu unasema ngojea kwa neno lake. Maana roho, maana yake ni kwamba roho acha atimize lile neno umeshikilia imani kwako. Huyu mwanamke akashika neno na akaenda nao, akakatalia nao, because she knows hilo neno limetoka wapi. Na limetoka kwa pastor ambaye anatumia na Mungu with power, na maneno yake hayafeli. Kiwango ambacho Elisha akipita akiongea mtu anaona ni Mungu. Ndio maana nyakati za kale hao watumishi waliheshimu sana kubeba Mungu ndani yao, kiasi wakipita mtu fulani wale watu wanashtuka. Biblia inasema walipomuona Samueli akipita katika the city wakaulizana, je, umekuja kwa amani? Because it was terrifying to see a man of God akiwa anapita mahali, kwa sababu hapo anaonekana, it was rare for them waweze kuonekana, because they were carrying the message of God. They were oracles, they were mouthpieces. Walikuwa akishauri neno moja, hilo neno analiongea haliwezi kumisi. Hapo ndio maandiko yalikuwa yakija. Mungu anasema kwamba neno langu ni kama mvua, nikilituma lazima nirudie ikiwa limetimiza yote. So people were so much afraid that kwa kuweza kuona mtu wa Mungu amesimama mbele, because whatever that person speaks, they did not speak their words. They were so deep in God. So huyu mwanamke naye anashika hayo maneno, na anashika hayo maneno, anajua mahali ametoka. Huyu mtu kile anahitaji si pesa, ni watu. Na kishauri ya neno ninafanya bidii nijiweke vile neno limesema. So faith is holding on the word no matter the situation or no matter what proves it wrong. Because neno la Mungu halihitaji eti liweze mazingira yaondoke ndio lifanye kazi. Hilo neno liko juu ya mazingira, liko na uwezo wa kusababisha mazingira yaondoke ama yao. The word of God is the master of every own creation. So when God speaks to you, haongei akiwa uanze kumwambia Bwana umenena lakini hauoni hili kwa mbele. We don't move with the word of God like that. Maana hawezi kumwambia Mungu mbona hili, kwani haukuona na umesema kesho nitakula. Mungu haoni kwamba hakuna nini. Unasahau ya kwamba everything came by that word, and everything will happen by that word, and whatever the word says shall become. It doesn't matter kile kinafanyika sasa hivi, lakini Mungu akisema it is well with you, tayari kubali it is well with you, because nothing on earth inaweza overcome the word of God. As long as umekuwa na imani kwa hilo neno na unashikilia, umejifungia kwa chumba cha imani. Chumba cha imani ni where you reason as in the way of the word, holding on the word tightly without letting the word go. Yaani unajua hili neno sitaliacha liende maana Mungu alilinena mzima. Na habari njema ni hizi, kuna masaa Yesu, na hili ndilo ambalo naomba nisikia Mungu akanifunulie. Kuna masaa Yesu alisema nyakati za Elia kulikuwa na wachane wengi wa mama wa dada, lakini Mungu alimtuma kwa mama mmoja kwa Sarepta. Akasema nyakati za Elisha kulikuwa na wenye ukoma wengi, lakini alitoka mmoja bali akaja na mali, akaja akaponywa na Israeli, lakini akaja akaponywa na nani? Na alipokuja akaja akapata kunyanyua kwa sababu ya neno alilolifuatilia. Na alipotaka kulifuatilia akaambia naweza kile nataka nikwambie jambo zito ungefanya. Sasa hii kidogo amekwambia just follow, because they need what is in the word. Sasa Yesu anaposema the kind of people ambao alikuwa, alafu yeye amekuja, he is that one. Elijah carried the word, Elisha carried the word, but Jesus is that one. So anawarifana sema if these people walikuwa wametumwa na Mungu, Samaria na Sarepta akatumwa akaenda akaponya na mama, na huyo Mungu aliyemtuma ni mimi hapa body in flesh, na hiyo vitu zilitendeka walipotumwa. Mimi nimetumwa na Mungu duniani, yoyote atakayeniamini atapata uzima. So anajaribu kuleta watu katika ufahamu waweze kureason ya kwamba they have more than wale akina Naamani walikuwa naye. We have more than yule mwanamke wa Samaria aliyekuwa naye Sarepta.
It's all about you. You are a vessel by yourself. Wewe ni chombo kwa wewe. Na ndio maana sema mtu akijitakasa, sio watu, mtu inakuja kwa individual. Mtu akijitakasa atatumika kama tumiza heshima. So ndani yako kuna something must be about knowing what God is doing and what God has done. Wakati utakapokuwa una flow na kujua if Elijah was used by Christ. Biblia inasema alikuwa anatembea na mwamba, na ule mwamba ulikuwa ni Kristo jangwani, lakini ule mwamba ulikuwa nje yao. How blessed are we that we carry Christ in us? But we know inaweza kuwa tunambeba mara nyingi, chochote ulicho nacho karibu na kinakaa muda mrefu umekizoea, hakiwezi kuwa effective. Because even the prophets walikuwa na Elisha na walikuwa na Elijah, lakini their life was ineffective. So lazima tuweze kujua kiasi alipata ukoma akiwa na Elisha. Sisi tunaweza pata matatizo tukiwa na Yesu kama hatutatambua huyo roho ambaye ako ndani yetu, lakini naamini hatutakubali hiyo. We are in Christ and Christ is in us. We have that hope of glory because it's the hope of glory. Kwa hivyo utukufu wetu unang'aa si kwa sababu tunajua jinsi ya kuleta, lakini kwa sababu tuko na yeye ambaye alitoa utukufu. So ours is to accept that we are ruled by Christ. Chochote unachokiona mwaka ambacho Mungu alisema juu ya maisha yako kitatimia, na mazingira yanaonekana kwamba it will not happen, that is the right moment to think of the greatness of Christ. That is the reason why he came, to things that are impossible to be done by you, so that he can do them through his spirit in you. So lazima uweze kuwa ni mtu ambaye ni chombo cha kujifungua kusema God physically, kulingana na macho ya nje na watu vile wanavyokaa, this thing is impossible, but thank you because you have called me to the place of possibilities. Asante kwa kunika kwa eneo na maeneo ambayo mambo ninayaona na nguvu zako ninazihisi za kuyafanya hayo mambo yatendeke. We don't see with these naked eyes. We see with the spiritual eyes, the eyes of faith, the eyes of not letting the promises go, the eyes of not letting the word of God go. Umekatalia kwa kile Mungu amesema, maana unajua aliyoongea. So this tells you that the Bible is not a storybook. The Bible is a message that has been sent to you to affect your life. It is Jesus. So when we are reading the scriptures, tunasikiliza kama vile yule mwanamke alisikiliza Elisha na akajifungia kwa chumba. Kujifungia kwa chumba ni kumeditate on the word na kukatalia kwa neno na kusema thank you for receiving this, for I have received the revelation of life. So from today as you continue to move, endelea kusharpen ulimwengu wako wa kiroho na kusema I now know he was sent for me. The more you call on Jesus by faith, the more unafungua chombo na mafuta yanamimina. Holy Spirit anangojea you respond to the word na anamimina mafuta kwa hicho chombo, na ikishamimina mafuta maana yake power, the word receives life. So this day I want you to know that something has already been done by heavens. So it is we tuzidi kukaa kwa chumba cha meditation na kubelieve, because Christ came so that we can live like him, we can live in him, tuishi ndani yake. Maana yake we move with the voice, we move with the knowledge, we move with the understanding that we have received from his ministration and the revelation of the Spirit. When you are living in that, you will be an overcomer. So any situation, anything that is around you, na ukaiona iko na unaona watu, that's why Biblia inasema that companion is good character. Companion mbaya si mambo tu ya kuongea vibaya. Companion mbaya ni mahali ambapo people are not moving with faith. Lazima uweze kuwa mtu mwingine arise above. Huyu mwanamke alirise above na akasema kwamba no, let me listen. Na aliposikia hakuchelewa, hakuuliza maswali. Ni mama alikuwa anangojea ibada ili ingie kwa nyumba yake. Na kama alikuwa anangojea Yesu, alikuwa anakuwa na mtu mmoja. Biblia inasema nyakati za kale neno la Mungu lilikuwa adimu, lilikuwa lipatikane hivyo kirahisi. Lakini sasa sisi anasema nitaishi ndani yenu na kuna mtu atakayeweza kuambia eti amepita kule mbele, maana aliye ndani yenu akawafanyisha yote. So if he is in us, why can't we use this opportunity
to expand on our faith that we are in Christ and Christ is in us and we are able to do all things. Don't give up. Keep on moving on. Something will happen. Praise God. So Mungu awabariki kwa hii asubuhi ya leo. Majira yetu yameisha saa 1:56. Nataka tu kuinamisha kwa sababu alafu ongea words of faith. Now saying, I decree and I declare that the Spirit of the Lord in me is able to do all things. Jesus is in me. Na najifungia kwa hiki chumba cha hizi possibilities. And I speak every situation to calm down. I bless my life. I bless my life in the name of Jesus. I decree and declare Christ in me, the hope of glory. Nothing is impossible with him in me. In Jesus' mighty name.